Bwana Yesu asifiwe. Ndugu msikilizaji wetu wa kipindi cha tafakari, tunamshukuru Mungu kwa siku ya leo ambayo Bwana ametupa na akatupatia na tafakari ya leo. Katika siku mbili tatu tumekuwa hatupo hewani kwa sababu ambazo hazikuweza kuzuilika, na siku ya leo karibuni tena tuweze kwenda pamoja katika tafakari ya leo. Tafakari yetu ya leo inatoka katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ile ya 2 mstari ule wa 1. Biblia inasema, hata ilipotimia siku ya Pentekosti, walikuwako wote mahali pamoja, kukaja ghafla toka mbinguni uvumi kama uvumi wa upepo wa nguvu, ukienda kasi, ukaijaza nyumba yote waliokuwa wameketi. Kukawatokea ndimi zilizogawanyika kama ndimi za moto uliowakalia kila mmoja wao. Wote wakajazwa Roho Mtakatifu, wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama Roho alivyowajalia kutamka. Mstari wa 1 mpaka wa 4. Maneno haya yanatujengea msingi kwanza wa kiimani katika yule ambaye tunayemwamini ama tuliyemwamini, na pia msingi wa imani katika maisha mapya ambayo yamebeba tofauti na mageuzi katika maisha yetu. Lakini pia inatujengea msingi wa upendo wa Mungu kwa mwanadamu, hata akakubali kuachilia Roho wake kuja kukaa na mimi ama na wewe ama na yule. Hiyo ni nafasi ya pekee. Tunaona kwamba kipindi kile cha wakati wa Adamu na Hawa, Mungu alikuja ama alikuwa anakaa na wao wazi wazi. Anakaa, wanazungumza pale bustani ya Eden na kadhalika. Lakini ikilipokuja kipindi cha taifa la Israeli, tunamuona Mungu alijifunua kwa namna nyingine. Akakaa na watu wake kwa sura nyingine. Na hiyo sura ni kwamba alitembea nao kama wingu na kama nguzo ya moto. Huyo ni Roho. Tunaona nguzo ya moto na hapa tunaona miali ya moto. Mungu alikuwa pamoja nao kupitia Roho wake. Usiku anatembea na wao, mchana anatembea na wao, anakaa na wao, katikati yao anatembea. Lakini sasa tunakuja katika kipindi chetu sisi ambacho, kabla tujafika kwenye kipindi chetu, tunakuja katika kipindi cha uhalisia wa Mungu kuja kukaa na wanadamu ama kuwafikia, kuwatembelea wanadamu. Kwa hiyo katika kipindi hicho tunamuona Yesu Kristo alipokuja kuishi na wanadamu. Alikuja katika uhalisia, watu wakamuona Mungu katika damu na nyama kupitia Kristo Yesu. Aliishi na wanadamu kwa muda ule ambaye aliishi. Alizaliwa na Bikira Maria, mwili ule ukahuishwa kuishi hapa duniani, na Mungu akawa pamoja nasi sawa sawa na Isaya ilivyosema kwa ajili ya ujio wa Kristo. Watu walioishi na Kristo Yesu wakati huo walikuwa na neema ya pekee na ya ajabu ya kumuona Mungu kwa macho. Lakini kuna siri ambayo Mungu huwa haifunui. Anajifunua lakini hajifunui kiasi cha kuweza kumtambua. Bado anamwacha mtu na awe na kazi ya kufanya ya kutambua kwamba huyu ni Mungu. Kwa maana yake mtihani. Ndio tunaona hata unapotaka kuvuka daraja la standard 4 kwenda standard 5, kuna mtihani wa darasa la 4. Ili kuweza kuvuka kuingia form 1 kuna mtihani wa darasa la 7 na kadhalika na kadhalika na kadhalika. Sasa huo ni mtihani ambao unabaki na mwanadamu, ili mwanadamu afanye kazi kwa sababu ya utashi Mungu alioweka ndani ya mtu, fahamu alioweka ndani ya mtu, na sehemu ya uungu wake uliotumika ndani ya mtu wakati wa uumbaji, ili kuweza kumtambua Mungu ni nani.
Kwa hiyo tunaona hata kipindi wakati Yesu Kristo alipokuwa hapa duniani, kulikuwa na mtihani wa wanadamu kujua kwamba huyu tuliye naye ni Mungu. Ikawa ni ngumu kwa watu. Wachache waliweza kutambua, lakini wengi waliweza kudharau. Lakini tunakuja kipindi chetu cha wokovu baada ya Kristo Yesu, maana kuanzia mitume mpaka sisi tunakutana na Mungu tena kuishi na sisi wanadamu kwa njia ya Roho Mtakatifu. Ndio tunaona hapa Yesu Kristo kwa mfano Matendo sura ya 1 aliwaambia msiondoke Yerusalemu hadi itakapowajilia ile nguvu, kwa maana Roho Mtakatifu atakapowajilia, alafu nguvu mtapokea nguvu, na hiyo nguvu ndio itakayowawezesha nyinyi kuishi. Kwa maana mimi naondoka, lakini tarudi tena, nitakaa na nyinyi. Na Yesu alisema haya. Kwa hiyo Mungu amerudi kukaa na mwanadamu kwa njia ya Roho wake. Sasa Roho wa Mungu anakaa ndani yetu. Na tunaona hapa sasa akiwashukia watakatifu hawa mitume pamoja na wale kanisa kwa kupitia ndimi za moto ambazo upepo wenye nguvu ambao ulienda kasi ukaijaza nyumba yote ambapo walikuwa wameketi. Na ndipo ilipotokea kila mmoja akaanza kutoa maneno kwa tofauti. Manake Roho Mtakatifu alisema na kila mtu kwa jinsi yake. Manake Mungu Yesu Kristo alikuja akawa ndio huyu, akienda huku watu wanaenda naye, alikuwa haishi ndani ya mtu. Kwa sababu hii ni kwa sababu ya uharibifu uliofanyika tangu mwanzo. Ndio maana hata wakati wa taifa la Israeli Mungu alikuwa anaishi kwenye hekalu. Sanduku lake lilikaa kwenye hekalu, hakukaa ndani ya mtu. Lakini hapa kwenye siku hii ya Pentekoste ndipo Mungu alihamia ndani ya mtu. Sasa hii ni privilege, ni nafasi ya kipekee ambayo sisi tunayo wanadamu, kwamba tena safari hii ama wakipindi hiki, wa karne hii na karne hizi za wakati huu baada ya Kristo Yesu, kuwa sisi twaishi na Mungu ndani yetu. Lakini kuishi na Mungu ndani yako ama ndani yangu ni sharti ni mkiri Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, alafu ndio nampa nafasi anaingia ndani yangu. Na akisha ingia ndani yangu na kukaa, maisha yangu sasa yanatakiwa yabadilike, yageuzwe, yabadilike, nianze kuishi kwa namna ambayo Bwana ananikusudia niweze kuishi, kwa manake kumpendeza yeye. Kwa hiyo tunaona kwamba huu ni upendo. Kuna kitu Roho Mungu amekifunua hapa, hata mimi bado sijaweza kueleza vizuri kutoka na muda, lakini huu ni upendo ambao unaonyesha kwamba Mungu ameturejelea na sisi tena, anaishi na sisi. Wakati wa taifa la Israeli, wakati wa Adamu aliishi nao bustani ya Eden, wakati wa taifa la Israeli aliishi nao hekaluni ndani ya sanduku lake patakatifu pa patakatifu. Kipindi chake Yesu Kristo alijidhihirisha katika uhalisia wake wa damu na nyama kama mwili aliyezaliwa na Bikira Maria, na katika kipindi chetu anakaa ndani yetu. Yani sisi ndo tumembeba Mungu ndani yetu. Wow. Nataka uelewe hii ni neema ya pekee na ya ajabu. Ndio maana Biblia inaposema tumeokolewa kwa neema, ni neema kweli na ni ya pekee na ajabu. Kuruhusu Mungu, jamani, Mungu aliyeumba mbingu na nchi, Mungu wa vyote vionekanavyo na visivyoonekana, anafanya makao ndani yako wewe na ndani yangu mimi. Lakini sharti ni moja, mkabidhi Kristo maisha yako. Haiji automatically, kwa sababu ilikuwa automatically, lakini haiji tena hivyo kwa sababu ya uharibifu uliofanyika kule mwanzo. Hizi ni awamu ambazo Mungu amekuwa akitembea na kuishi na watu, na sasa anaishi na sisi. Mimi nataka wewe uwe sehemu ya Mungu kukaa na wewe. Sasa anapoishi na wewe ndani, ndio sasa nikupe definition ya wokovu. Unapompokea Yesu alafu akaishi na wewe ndani, kwa sababu ndio awamu yake sasa ya kuishi na sisi ndani. Anatembea na wewe, ndio unaweza ukaingia mbinguni kama Enoko alivyoingia, kama Elia alivyoenda, na sisi ndivyo tutakavyoenda. Sasa hapa pana siri. Siri ni kwamba
Mpokee Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako, alafu upate nafasi ya kuingia mbinguni. Hapa niko kukuambia kwamba wokovu sio dini. Hakuna dini ya walokole kama mnavyosema. Hakuna kitu kama hicho. Ila kuna Mungu aliyeumba mbingu na nchi kukaa ndani ya uumbaji wake. Na hii ni neema na upendo ambao kibinadamu watu hawawezi kuelewa, kama ambavyo ilivyokuwa kwa hawa mitume. Tunaona mstari wa 13 na 12, Biblia inasema wakashangaa wote, wakaingia. Yani hawa ni Wayahudi, Warumi, watu wa Krete hao na Waarabu. Wakashangaa, watu mbalimbali ambao walikuwa hawaelewi nini kinaendelea. Wale ambao hawajaokoka, ndio lugha nyepesi hiyo, ambao walikuwa hawajui Mungu anatendaje kazi. Sasa wakashangaa, wakasema, ni mambo gani haya yanayoendelea? Ni nini hichi kinachoendelea? Tusikia kila mtu anasema kwa lugha yake. Ndio mambo gani haya? Mstari wa 12, 13 anasema wengine walidhihaki wakisema, wamelewa kwa mvinyo mpya. Yani kama ambaye kuna pombe mpya imekuja yafanya watu wanakuwa wazimu, maana wanalewa. Lakini Petro akasimama, mstari wa 14, pamoja na wale 11, akapaza sauti yake akawaambia, enyi watu wa Uyahudi na ninyi nyote mkaao Yerusalemu, lijueni jambo hili, mkasikilize maneno yangu. Sivyo mnavyodhani watu hawa sivyo mnavyodhani watu hawa hawakulewa, kwa maana ni saa 3 ya mchana. Lakini jambo hili ni lile lililonenwa kwa kinywa cha nabii Yoeli, itakuwa siku za mwisho, asema Mungu, nitawamwagia watu wote roho yangu, na wana wenu na binti zenu watatabiri, na vijana wenu wataona maono, na wazee wenu wataota ndoto. Naam, siku ile nitakaomwagia watumishi wangu wanaume na wanawake roho yangu, na watatabiri. Akaendelea akielezea, nami nitatoa ajabu katika mbingu na. Sasa akaendelea kuelezea. Nilichotaka kuchukua pointi hapa kukuambia ni kwamba kitu kimoja uelewe. Kama uko hapa na unasubiri kuna siku roho wa Mungu ataachiliwa, basi unabii huo ushatimia. Roho aliachiliwa wakati huo, na hii ndio ana refer back kwenye neno lililosemwa na nabii Yoeli kwamba siku hizo zinakuja ambazo roho ataachiliwa, alafu kisha manabii watakuwepo, watoto watatabiri, mabinti na vijana na kadhalika. Wewe wangoja nini? Kwa nini wewe unakimbia huku na kule kwenda kudanganywa ili utolewe unabii? Na unabii huu wa roho wa Mungu kukaa ndani ya mwanadamu ushatimia. Kwa nini usimpokee Yesu akawa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, ili basi ukaweza kuishi katika sura hii? Ndugu yangu, leo tafakari ya leo itafakari hii. Unabii ambao unaosubiri ufike kwamba roho amwagwe, ashamwagwa siku ya Pentekosti na hata letwa tena. Ila sasa anatembea katikati yetu na ndani yetu anakaa. Sasa nataka ufungue moyo wako, tafakari, umpe Yesu maisha yako, alafu uokolewe, roho Mungu akae ndani yako. Nitaomba sala ya kuongozwa, sala ya toba, na wewe utaifuata na utakuwa umeokoka, na roho Mungu atakaa ndani yako, maisha mapya yataanza ndani yako, mageuzi yatatokea. Sema, Bwana Yesu, niko mbele zako. Mimi ni mwenye dhambi. Naomba ukanisamehe. Ninapoungama dhambi zangu na maovu yangu yote, naomba ukanisamehe Bwana. Naomba ukanirehemu Bwana. Ukanipokee siku ya leo. Nimekuja kwako Bwana. Ukanifanye kuwa mwana. Ukanipe na Roho wako Mtakatifu akakae ndani yangu. Natubu dhambi zangu zote leo. Nakabidhi maisha yangu leo. Naomba Bwana Yesu nipokee. Kwa jina la Yesu Kristo nimeomba na kuamini. Amen. Sasa umeokoka.